Ni Jumanne ya Novemba 25 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu nikupitishe katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kanisa la Gwajima litolewe kifungoni. Ni katika mwelekeo mpya wa serikali, Rais Samia aelekeza fedha za sherehe za uhuru zitumike kukarabati miundombinu iliyoharibiwa Oktoba 29. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Washtakiwa uhaini Oktoba 29 waanza kuachiwa huru. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ajali mabasi mawili kugongana yaacha vilio. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mapito ya Zainabu kutoka upofu wa ghafla hadi kuona tena. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. DC aokoa nyumba ya mjane kupigwa mnada kulipa deni. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ubalozi India kutoa miguu bandia 600. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, wakataa ubaguzi wa itikadi za dini. Mitandao ya kijamii yatumika kuonyesha mshikamano na umoja, wachangia kupigania uchochezi wa matamko ya kuwagawa kutokana na imani za kidini. Wataalamu wa masuala ya jamii, viongozi wa dini watoa kauli. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Serikali yatoa kifungoni kanisa la Askofu Gwajima. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Watuhumiwa 210 vurugu za Oktoba 29 waachiwa huru. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Fedha za sherehe za uhuru kukarabati miundombinu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Ndoto hofu vyuo kuzalisha wabunifu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, Hemedi wanazuoni endeleeni kuiombea nchi amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Nchemba ajionea uharibifu vurugu za uchaguzi da. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Akili ahidi kuimarisha uchumi wa Zanzibar. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Meya awataka madiwani kusimamia usafi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Hamas Israel wakutana Misri kuzungumza awamu ya pili ya makubaliano. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Mwigulu atoa agizo usafiri mwendokasi. Fedha maadhimisho uhuru kukarabati miundombinu. Taasisi za dini za samehewa. Sharti kufunga nyumba za ibada kurekebishwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Agiza wa Tanzania wapewe kandarasi za miradi, ataka wageni waombe kazi kwa wazawa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Watatu wafa ajali ya basi Morogoro. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. TAMISEMI yataka watumishi ofisini saa 1:30 asubuhi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Dr. Mwinyi akemea vikao hoteli za kitalii. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, Dr. Mwigulu atoa siku 10, ataka watendaji wa taasisi zinazohusika na usafiri wa mwendokasi da kuainisha maeneo ya kufanyiwa kazi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Suza yapania elimu bora kwa wahitimu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Kesi yake yaibua wasomi wanasiasa
waridhishwa na mwanzo wa utekelezaji wa majukumu yake, mawaziri wengine wasifiwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Mawaziri 7 na mikakati ya kazi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Watuhumiwa kesi ya uhaini waachiwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tugemee katika gazeti la Majira. Mwigulu aagiza kanisa la Ufufuo na Uzima lifunguliwe, alipa miezi 6 ya uangalizi. Ushauri anapokosea kiongozi aadhibiwe yeye, sio kanisa kufungwa, waumini wampongeza. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Waziri Kapinga afunguka utendaji wa wizara yake. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. 210 wafutiwa mashtaka ya uhaini Dar, Arusha na Mwanza. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Mawakili wa serikali wapigwa msasa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Samia, fedha za sherehe zikarabati miundombinu ni iliyoharibiwa Oktoba 29 mwaka huu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Mkakati wa matumizi nishati safi ya kupikia kuleta mabadiliko. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Majira. Bodaboda machinga dawa watoa tahadhari kwa wenzao. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Marekani yapo matumaini kuelekea amani ya Ukraine. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Msaada wa kisheria ni muhimu kwa watoto waliopo katika ukinzani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, na kusi mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.